Kwa hiyo hii imetengenezwa. Sasa hawa ni ambao wana create huo mchongo ni Jesuit. Sasa kuna Jesuit mmoja aliasi ndo akatoa siri. Okay. Huyo anaitwa Alberto Rivera. Ile miaka ya 70 na kitu. Okay. Hichi kitabu takisoma kimeandikwa ni Jack Chick, the prophet. Mtu akitafuta the prophet ni Alberto part 6 Chick publication ukurasa wa 5 na ukurasa wa 18 mpaka 20. Sawa. Naomba nisome hapa. Sawa. Sasa hii hapa anatoa siri. Ilivyotoka kule kwenye Jesuit, sio Jesuit wote ambao wanapenda. Okay. Kuna wengine wanaenda mule sasa hii kitu vipi? Au sio? Sawa. Mungu anaokoa kila mtu. Ndio. Anasema hivi. Kardinali wa Jesuit anaitwa Agustino Bea. Ndio. Alituonyesha jinsi kanisa Katoliki lilivyo, yule alikuwa ni mkuu wa majesuit. Ndio. Katoliki lilivyoitaka Yerusalemu mwishoni mwa karne ya 3. Okay. Kwa sababu historia yake ya kidini, eneo lake la kimkakati, jiji tukufu lilizingatiwa kama hazina yenye thamani. Njama ililazimika kutengenezwa ili kuifanya Yerusalemu kuwa jiji la Katoliki. Sawa. Ndio maana kwenye Umoja wa Mataifa fikiri solution ya 118 kama sijakosea. Ndio. Wanasema mwangalizi wa Yerusalemu ni kanisa Katoliki na Ufaransa. Unajua Ufaransa ni taifa la Katoliki, unafahamu? Nilikuwa sijui. Na kuna taifa ambalo najua kuna wa Katoliki lakini nilikuwa sijui kama ni taifa la Wakatoliki. Ile ni balaa. Katoliki ukisikia ile French yenyewe Ufaransa wale. Ndio. Ndikuwa ni jeshi Ufaransa wakosha kwa superpower miaka fulani. Na ndio wao walipigania sana Ukatoliki. Okay. Hata vita vya msalaba majeshi sehemu 60% ya majeshi yalikuwa na Ufaransa. Ndio maana nasema kama sisi tulipigania Jerusalem. Usikie hiyo Lebanon imetawaliwa na Mfaransa. Syria imetawaliwa na Mfaransa. Sawa. Sasa paka hapo Ndio. Sasa tuendelee. Kwa papasi ya lengo la kuunda Uislamu mojawapo ilikuwa ni kuchukua hiyo Jerusalem. Na watu ambao waliona wanaweza kufanya kazi hii walikuwa watoto wa Ishmaeli. Maskini wa Arabu waliangukia katika moja ya mipango iliyosuka kijanja iliyoundwa na nguvu za giza. Vatican wataka sana Yerusalemu kwa sababu ya umuhimu wake wa kidini. Lakini ilizuiwa na Wayahudi. Na nani? Wayahudi. Sababu ukisoma Biblia tunaona kabisa Yerusalemu ina haki ya Wayahudi Ndio. Sasa lazima watoe hao watu wasiwepo. Anasema tena, shida nyingine ilikuwa Wakristo wa kweli huko Afrika Kaskazini kuhubiri Injili. Kanisa Katoliki lilikuwa linakuwa katika nguvu na lingevumilia upinzani wowote. Kwa namna fulani Vatican ilibidi ijenge silaha ya kuondoa Wayahudi na waumini wa kweli wa Kristo ambao walikataa kukubali kanisa la Roman Katoliki. Kuangalia Afrika Kaskazini, waliona umati wa Waarabu kama chanzo cha nguvu ya kufanyia kazi yao chafu. Vatican ilitaka kumuunda Masihi kwa ajili ya Waarabu, mtu ambaye wangeweza kumuinua juu kama kiongozi bora, mtu mwenye ushawishi ambaye wangeweza kumfundisha na mwishowe kuwaunganisha Waarabu wote wasio wa Katoliki nyuma yake, wakijenga jeshi lenye nguvu ambalo mwishowe lingeitoa Yerusalemu kwa ajili ya Papa. Mwanamama mtajiri wa Arabia ambaye alikuwa mfuasi mwaminifu wa Papa alicheza sehemu kubwa katika tamthilia hii. Alikuwa ni mjane aliyeitwa Hadija. Hii ni siri ya Majesuit. Kazi yake ilikuwa kumpata kijana mwenye kipaji ambaye angeweza kutumiwa na Vatican kuunda dini mpya na kuwa Masihi kwa watoto wa Ishmaeli. Kwa haraka alimpata kijana Muhammad na wakaoana. Khadija alikuwa na binamu yake aitwaye Waraka, ambaye pia alikuwa Mkatoliki mwaminifu sana, na Vatican ilimweka katika jukumu muhimu kama mshauri wa Muhammad. Sawa? Alikuwa na ushawishi mkubwa sana kwa Muhammad. Chini ya maagizo kutoka Vatican, Waarabu wa Kikatoliki kote Afrika Kaskazini walianza kueneza hadithi ya mtu mkubwa ambaye alikuwa karibu kuinuka kati ya watu wa Waarabu na kuchaguliwa moja na Mungu wao. Hii ni Jack Chick the Prophet, Alberto part 6 Chick publication ukurasa wa 5 na 18 mpaka 20. Sasa tuende vizuri. Ndio umesikia nukuu. Ndio. Lakini hapo tena imenishangaza kwamba kwa watoto wa Ismaili, manake hao wakati wanatengeneza walikuwa wanataka watengeneze watoke sasa kwa watoto wa Yakobo wahamie kwa watoto wa Ismaili. Ndio. Kwa sababu sio kwa wamesoma kwenye Biblia kuna Isaka na nani? Na Ishmaeli. Ili jambo lizo kunoga, sasa wafundishe kwamba ndani ya Ishmaeli atatoka nabii. Mambo likatengenezwa ukoo. Ingawa mimi alikataa, kuna sema alifikia akawa amekataa. Sasa tuje hapo sasa ndugu yangu Simedes. Ndio. Hii nukuu imetolewa na Jesuit muasi. Si yangu. Jesuit muasi. Na watu walioandika kitabu cha wa Majesuit wako, mfano kitabu kinaitwa Unmasked. Mtu akitafute.
Ndio. Na secret terrorist. Ndio. Sasa wakiandika na Bill Hughes. Sawa? Na kina Jackie Chinik wote wameandika hizi habari sana. Ni watu wakubwa. Okay. Hata kuna padi moja anaitwa Martin Malak. Ni alitoa siri nyingi za Vatican. Sasa kwa nukuu hii ni kwamba utaona kabisa Vatican ilimuunda Masihi kwa Waarabu, yani Muhammad. Okay. Kwa malengo la kwanza, ni kuonyesha hapa. Yeah. Malengo ambayo tuyapata hapa. Yako malengo matatu. Moja, Wayahudi kuweka vita ya Wayahudi na Waarabu. Ndio. Sawa ili Wayahudi wasiwe na power kubwa ya madai juu ya Jerusalem. Mpaka leo Wayahudi hawajapata Jerusalem. Unakifahamu? Hapana, sawa. Wakati unapewa ile nchi, Yerusalemu ilikuwa chini yao. Sawa. Ilikuwa chini ya Waarabu au Jordan. Ndio. Walichukua mwaka 67. Lakini walichukua bado Umoja wa Mataifa unakataa isitambuliwe kuwa ni mji wa nini? Wa Wayahudi. Wa Israeli. Na Vatican na European Union hawataki Jerusalem iwe mji mkuu wa Wayahudi. Okay. Sababu kuna nguvu kubwa ambayo inataka kufanya Yerusalemu uwe mji wa kimataifa. Mji wa kimasihi wa uongo anayekuja. Pili, Wakristo wa kweli wa Injili wazishika amri za Mungu na imani ya Yesu walikuwa na pia waangamizwe. Okay. Tatu, kanisa la Mashariki Orthodox ambalo lilikuwa na nguvu kubwa zaidi ya kanisa la Papa. Unajua Orthodox walikuwa ni kubwa sana, leo baki milioni 200. Ndio. Dunia nzima. Lakini wao ndio walikuwa ni kanisa kubwa. Limeshika ile maeneo yote huko Uturuki, Afrika Kaskazini, Mashariki ya Kati walikuwa ni wao. Kwa hiyo Vatican inataka ijinue iwapunguze nguvu. Unajua huko kwetu Orthodox wanaonekana gani kwa mbali sana, mara chache tu naona jengo yao yapo empty tu. Waliangamizwa sana. Vita vya pili vilikuwa ni vita vya kwanza vya dunia ilikuwa ni moja ya kuangamiza Orthodox. Okay. Waliuawa sana. Hata wanasema Wayahudi walikufa milioni 6, Orthodox walikufa zaidi ya milioni 30. Okay. Hao ndio hata leo Russia na Europe wapatani. Si sababu ya silaha za nuclear, sababu ya imani ya Kiorthodox. Sasa hapo paka hapo tunapata Rome ikataka sasa itafute jeshi lingine la kando ambalo litaundwa kidini, lakini liwe sasa na saba ya kuangamiza Wayahudi. Liwe na power ya kuondoa Orthodox. Na liwe na power ya kuondoa Wakristo wa amri 10 za Mungu. Ndio maana Muhammad anawasifia tu Wakatoliki ndani ya Qur'ani. Okay. Ukisema 5:82. 5:82 Qur'ani. Ukisoma kwenye baruani, hebu soma hapa. Mstari wa 82 hapo. Hiyo baruani soma. Anasema, hakika utawakuta walio shadidi kuliko watu wote katika uadui kwa walioamini ni Myahudi na washirikina. Na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni Manasara. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki, na kwa sababu wao hawafanyi kiburi. Umeona? Ndio. Unafahamu makasisi? Makasisi maana yake ndio mapadri. Alafu usia wamonaki, hata wasema ngeo juu maana ya monaki. Maana ya wamonaki ni ile monasteries za Katoliki. Okay. Unazifahamu nyumba za kitawa. Okay. Wamonaki hao. Kwa maana hao anawasifia Wakatoliki kwamba wafanye kiburi. Na kweli Mkatoliki ana bize kumhubiri Muislamu. Sasa Mkatoliki anamhubiri Muislamu? Hapana. Tena kwenye Vatican II utaona kanisa Katoliki, ule mtaguso wa Vatican II umetambua kwamba Waislamu ni watoto wa Ishmaeli na ni wanaagano la Ibrahim, na kulingana na imani yao wakiamini wataokolewa. Sasa katika imani ya Biblia tunaokolewa kwa kuwa na imani yako au kwa na imani ya Yesu? Kwa imani yako wewe mwenyewe. Ndio maana sasa Muislamu anampenda Mkatoliki. Hao Waislamu huko chini huko Tanzania, hawa ni maamuma. Okay. Hawa hawana uwezo wa kuichallenge Katoliki. Ni ile tu hawajui, sababu wengine pia ni wahanga, hawajui. Waswahili wa Dengereko huko unakuta hajui historia ndani kwa ndani. Lakini wale viongozi wa dini ya Kiislamu wakubwa kabisa, wale wenye maamuzi na nguvu, hata siku moja huwezi kusikia wanaikosoa Katoliki. Okay. Ndio maana wamejenga msikiti kule Abu Dhabi, wamejenga kanisa kule. Yaani mfalme wa Abu Dhabi amebadilisha jina la msikiti akauta jina la Bikira Maria. Imetokea hiyo kweli? Mtu aingie tu mtandaoni tuone. Msikiti wa Bikira Maria Abu Dhabi. Alafu pia amejenga kanisa la Katoliki yeye peke yake. Katoa uwanja na katoa pesa, akajenga kanisa Katoliki pia, na akajenga na sanamu ya Maria na ya Yesu ndani ule msikiti. Ndani ile kanisa. Okay. Nitakupa tofiti hapa, tazisoma hapa.
Sasa paka hapo Kwa hawa huko juu wanaingiliana, wanaelewana. Huku chini huku ndio mnakuwa wafuga mbwa tu, wachimba chumvi. Yesu si nabii, Muhammad si mtume, au sio? Kwa mnakuta huko chini tu hamjui mnachokifanya. Sababu hebu niambie, mtu kama Mazinge ana athari gani kwenye Uislamu duniani? Mwalimu ambaye anautangaza yani kwamba yeye Mazinge leo hapa ana athari gani ya kutikisa Uislamu duniani? Labda idadi ya watu walio convert kufuata hiyo dini kama hicho. Kuna watu duniani hapa, sawa ndio, wakizungumzia Uislamu dunia inatikisika. Sawa kweli. Kina Ayatollah. Kweli. Kina MBC au kina Salman hawa. Viongozi wakubwa, viongozi wao kwanza ndio wana pesa. Misaada mingi unayoiona hii sitoka kwao. Ndio. Jenga msikiti. Alafu pale Maka, juzi tu mfalme wa Saudi Arabia amezuia nchi kama 10 na kitu zisiji Maka. Maka ni ya kwao. Waarabu, sawa Kwa hao ndio na maamuzi. Si huko chini huko hamna kitu. Hata Wakristo huko chini, Wakristo huko hakuna athari yoyote. Kuna watu wakiamua, kwa mfano juzi wameongea wa Marekani wale Pentecost. Ndio. Wamesema kwamba 80% sawa ndio ya Wakristo duniani ndio nguvu yao inatoka Marekani. Sawa huko hamna kitu. Mwamposa anaweza kuwa na athari ya Wakristo dunia nzima? Hapana. Zaidi Tanzania yenyewe. Kwa hata utaka kufanya muungano wa Kristo na Uislamu na vinginevyo, huko atamshirikishwi. Mnaambiwa tu baba mje tu wewe observer, muangalie tu hivi afu muondoke. Jamani tumeungana. Tumeungana basi. Basi si ni ndugu. Si ni ndugu. Kisha habari. Wewe unabidi tutie. Hizi nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda zinafanywa maamuzi kule Washington. Zinafanywa maamuzi kule Brussels, kule kwenye Umoja wa Ulaya. Zinafanywa maamuzi kule Vatican. Hazina nini? Maamuzi. Papa akifanya akana wale wenzake wakapanga mambo huko mtabisha. Hapana, hata lile swala la kusema mashoga barikiwa nafikiria kukaa na wenzake alikaa tu akaamua. Sasa kwa mfano hata issue ya ile kiongozi wa Islam pale Misri katika ile chuo cha Al-Azhar inamnyeshima sana msao jina lake hapo ile shehe. Ndio. Toa papa pale wakasaini mkataba mkubwa sana ya mahusiano kati ya Katoliki na Waislamu na kuhusu sheria ya mazingira. Kwa hiyo Waislamu wamekubaliana sheria ya mazingira wale wakubwa sasa. Ndiyo. Na Jumapili wameikubali kama siku ya pumziko la mazingira duniani. Kwa siku hiyo viwanda visifunguliwe. Watu wasiende kazini. Sasa watu wametulia katoka na ibada na kwenye ibada. Wamekubaliana. Sasa huko Mazinge anza kapinga. Wakishapitia kule Mama Samia kaja kaisani hapo utapinga huko? Hapana. Mazinge anza kampinga rais? Hapana. Shafi? Hamna. Mimi au mwingine? Wakipitisha pale imepita. Kwa hiyo kuna mambo kule tu wanafanya maamuzi duniani huko mnafuata. Utake, usitake. Lakini labda inawezekana ikawa rahisi kwa Wakristo. Wenzetu Waislamu wao wanakuambiaga mwongozo wao hakuna kiongozi wala nini. Wao mwongozo wao ni Qur'ani tu. Hakuna watu walaini kama Waislamu. Sawa Hapa Tanzania Waislamu washafanyaga vurugu pale Mwembe Chai. Mkono wa serikali ukafanyaje? Wakatulia. Waliongea tena? Hapana. Hata kufika waliandamana hapa Kariakoo wapi wakapelekiwa tu wakatulia kitu. Kaka usicheze na dola, nguvu ya dola. Pale Saudi Arabia kuna wale Waislamu ambao wanataka ili kufanya Saudi Arabia ile Uislamu hasa. Ndiyo. Ule Brotherhood, Muslim Brotherhood, pale Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi. Ndiyo. Muslim Brotherhood ni marufuku. Hawataki Uislamu usasakari. Ni marufuku. Sasa maamuzi si ya Waislamu wao wenyewe, kwa nini tena wanapiga? Unafahamu yule Mose alikuwa rais wa Misri akatolewa. Ndio. Na yani mkuu wa majeshi akamtoa. Ndio. Yule alitaka kutengeneza ule aifanya Misri kuwa taifa la Kiislamu ule wa itikadi kali. Usikie Muslim Brotherhood ambaye Trump juzi amewafuta. Ndio. Muslim Brotherhood akaondolewa na mkuu wa majeshi wa Misri na yule kiongozi ambaye pia ni Muislamu. Lakini hataki Uislamu wa sasa kali, anataka Uislamu wa kati. Kwa hiyo Uislamu wa sasa kali Uarabuni huko. Ukijiinua tu umeisha. Wala nitasema maana yule MBC amepitisha wanawake waendeshe magari, waende shule, ameweka madisco, ameweka na klabu za pombe, kujisikia kunywa. Hata juzi mdogo wangu ameenda pale Dubai. Ameshangaa yuko sehemu Waarabu wako pale wanapiga bia. Sasa wanakunywa nini? Bia. Na ni Waislamu.
Kwa kule wametengeneza mazingira fulani. Unataka Uislamu wako kuwa Muislamu, lakini usiendeshe, usitaka kufanya harakati za kufanya watu kuwa wote Waislamu wasikizakari. Kama ilivyo kule Afghanistan. Nikasema Afghanistan ndio na Uislamu ule mkali. Ule ambao unatakiwa kuwepo. Sasa paka hapa Ndio. Kwa ina maana hao, kwa mfano Tanzania tupo katika agenda ya climate change, tunafahamu? Ndio. Na tuna waziri wapo wa mazingira tunaye. Mazingira ndio. Sasa climate change hichi huwezi kukataa. Maana viongozi wa dunia waenda Vatican. Hata rais wetu anaenda wapi? Vatican. Ndani kuna mambo. Sisi si tu mambo ya dini. Kuna mambo ya michakato yote. Nichi kitabu kilikubalika na Obama wakati huo ilikuwa ni mwaka 2015, COP 21. Ndio. Obama, wasanii wakubwa Hollywood na wanamuziki. Sawa na watu mbalimbali. Kinaanza tu pale St. Joseph. Okay. Kina mchakato mkubwa sana na kilipendwa, watu wakasema kwamba hatuoni sababu viongozi wa dunia kwa wameshachakata namna kuokoa mazingira. Wakasema kwamba hatuna sababu ya kutafuta zaidi. Tunao ukombozi. Laudato si. Na humu ndani kuna mambo ambayo kila mtu atayakubali. Okay. Na ukiangalia leo hata hapa watu wana njaa, wao Waislamu au Wakristo. Na huo mpango huu unasema hivi. Kwanza, hospitali afya iwe bure. Okay. Shule ziwe bure. Hapo kweli watu lazima wakubali. Sawa na watu wasiokuwa na kazi, matajiri na serikali waungane, wawajengee nyumba na wape mahitaji yao. Sawa? Mahitaji? Okay. Yeah. Sasa na hata kata hapa Bongo. Hapo Swahilini huko Temeke Tandale. Yaani kwanza wewe ukitaka pale kwenye ile World Economic Forum ambayo inashona yule Jesuit. Ndio. Ambaye jisemtia mkutano mkubwa wa viongozi wa dunia wameenda pale. Ndio. Hata sisi tumetuma wawakilishi. Kwamba sema utakuwa hauna pesa mfukoni. Ndio. Lakini utanunua. Okay. Kwa hiyo utapewa kadi maalum. Lakini lazima ujiandikishe. Kwa hiyo utaanza kwenye serikali za mitaa, kwa tutajiandikisha kama hivyo tukanida. Ndio. Ushajiandikisha pale kwamba unajiandikisha kwamba wewe ni familia, unasema hivi unakuwa ni familia ya mwanadunia. Okay. Inabidi ushiriki kuikomboa nini? Dunia. Okay. Tuko pamoja paka hapo? Ukipata ile kadi. Sawa? Ndio. Ukienda pale supermarket Mlimani City. Ukitaka flat screen, unaonyesha unachukua flat screen. Ukitaka simu hapo ya Google Pixel, Samsung unachukua. Okay. Ukitaka mahitaji tu unachukua. Sasa hivi nataka maduka yote yaweze kufanya miamala ya kadi kwenye digital currency. Okay. Ili uweze kucontrol system zote za kiuchumi na maisha. Sasa wewe ambao utakataa, maisha yako yatakuwa ni magumu. Sawa. Namfahamu Ndio. Sasa mle ndani sidhani kama kuna ustazi atapinga utamu ule. Mmoja kuwashika wastazi weka tu mpunga. Diamond anapondwa. Sawa? Anaharibu Uislamu. Akiandaa futari ama ile siku ya Eid akiandaa chochote, anaandika mashehe wale. Kwa hiyo mwanadamu ni rahisi kwenye fedha. Fedha inamshika kila mtu. Sawa? Unakumbuka mambo ya EPA? Ndio. Si hata viongozi wa dini walikuwepo? Ndio. Viongozi wa dini, EPA. Ndio. Sawa? Ndio. Kwa hiyo rafiki yangu Rothschild alisema hivi, nipe pesa, ni control pesa. Rothschild yule Myahudi. Ndio. Sitajali nani anatunga sheria. Pesa ni si wewe unaelewa pesa. Pesa unaweza kuwa wewe ni mzee, unamsalimia kijana miaka 25 shikamoo. Si unafahamu Ndio. Biblia inasema kwamba pesa ni jawabu la mambo yote. Jawabu la mambo yote, lakini si mambo yote kila kitu, sababu haizi kupa uzima wa nini? Wa milele. Na shina lote la kutenda mabaya ni pesa. Ukiwa tajiri unaabudiwa, mfano kama yule Azam. Ndio. Azam si ni Muislamu yule? Ndio. Hata akifanya dhambi inafunikwa na hela. Okay. Sawa Ndio. Pesa ni kila kitu. Kwanza unaheshimika na jamii. Sasa hao jamaa wanakuja na uwezo wa nini? Wanakuja na uchumi. Hata Marekani atakuwa anapiga taarifa hapa. Ndio. Usifanye fulani na biashara fulani. Ukikataa na kuwekea ushuru mkubwa. Walinyenyekea kunyenyekea. Unakubali. Maduro sema kama juzi Maduro. Ndio. Wakapiga kelele, we dunia kule Venezuela, wamepelekewa milioni 300, dola milioni 300. Juzi wamepelekea dola milioni 500, sawa? Ndio. Afu ambao ukieta kiburi tunakuondoa, ametulia sasa hivi. Kimi. Sasa hivi nasifia Marekani, Trump, pesa. Sasa huu mpango wa New World Order unakuja kwa nini? Money. Okay. Au sio? Nilisikia hata hiyo habari ya Greenland wakasema kuna watu wanapewa pesa, yani wananchi wa Greenland wanapewa pesa iko kikubali kwa tu raia wa Marekani. Ndio, sasa hiyo shakubali tu. Hata hii miaza hapo na tunafanyaga hapa. Baada ya hapo wanaomba sadaka ya Okay. Si ndio? Kwa nini unataka pesa?
Hata juzi wasema mambo tutaka tufanye dawa, lakini Waislamu wajitoe kuhubiri nini na nini, lakini ukiangalia pale kini ni pesa. Unataka kufanya dawa, jitoe. Mungu atakupa hiyo neema, au sio? Asikatae mtu kuchangia sadaka, lakini mara nyingi utakuta pesa ni kipaumbele. Pesa ni kila kitu. Sasa tupoteze ile lengo. Ndio. Nadhani wanakuambia kwamba pesa mfukoni mwako utakuwa hauko nayo. Ndio. Lakini utafanyaje? Utanunua. Alafu mpango huu unasema hivi, usikie mpango wa uchumi wa Vatican. Ndio. Ili kusuluhisha uchumi wa dunia. Sema kwamba mali nyingi zimeshikwa na serikali na matajiri. Na maskini wengi hawana nyumba. Kwa unakuta leo hapa mtaani unakuta mtu ana nyumba 5. Sasa wanaangalia zile nyumba 5 unatumia ngapi? Kwa sababu unatumia 3, 2 ziko empty. Kwa jirani yako anaruhusiwa kwenda kuchukua ile nyumba ya pili. Ukimkatalia aenda kwa serikalini na wanampa amri ya kuchukua hata kwa nguvu. Sababu mwenye kanzu 2 mpe moja. Ule mstari wa Yohana tena unajenga hoja za kimaandiko. Ukipinga sema wewe una upendo wa nani? Wa mkuru, una nyumba nyingi, una magari mengi, una mnyima yule. Sasa niambia leo hapa wakianza leo watu wanagaiwa nyumba Tanzania. Wanagaiwa gari. Rafiki yangu tutapata usaliti mkubwa. Utashangaa maostazi hao wanashika Jumapili. Sasa na utashika tu kama tu viongozi wao kule wanashika, na ile Jumapili pia wanakuja kijanja, hawakufanyi kwamba unashika kiibada. Sawa. Unaishika kama vile pumziko la dunia. Kwa ajili ya usalama wa afya na mambo ya nini na kila kitu. Unakuja kijanja janja. Huko mbeleni ndo utakaza. Kwa mjuta yote imeshaingia kwenye 18, imekula ile za watu na kila kitu, lipeni. Kadi yako hapa. Toka umeingia kwenye mpango huu umetumia milioni 60. Umetumia milioni 200. Tupe. Au siwe? Unabaki umechangaa. Unaitoa wapi ile pesa? Maana wewe angalia dunia inadaiwa trilioni 217. Yaani serikali ya dunia ukijumlisha madeni yote dunia nzima ni trilioni 200. Nani anadai hiyo hela? Nani anadai hiyo hela? Maana ni sisi kwa sisi. Kuna system au wanajiita angel investor. Angel investors. Kwamba malaika wawekezaji. Ndio. Hao malaika wawekezaji ni watu behind the scene. Uweze kuwajua hivi. Wana nguvu, hata ukitaka pesa ngapi utakupa na wana haraka ya kukudai. Sababu pesa si shida yao. Hao ndio wana control kila kitu, dhahabu, mafuta, everything wana control wao. Sasa hao jamaa ni powerful kuliko serikali za dunia. Hao ndio Jesuit. Kwa hiyo lengo lao kuzifanya nchi zote ziwe na madeni. Ili wanapoleta madai yao na inabidi miyakubali. Sawa. Sasa tumalize hapa kwa hoja yetu.